ukaribu wake na Zuchu, kaamua kuomba msamaha, na sisi wote tunaomba msamaha kila siku kwa Muumba wetu, maana tunakosea vitu vingi sana. Yes. Unahisi msamaha ameomba kwa sababu labda pengine kuna mambo fulani hapa na pale alikuwa yanaisha au ilikuwaje? Siwezi kusema kwa sababu ukaribu wao ni wao wawili, ni watu ambao wote ni wasanii. Kwa kama kuna vitu vilitokea ni baina yao hao wenyewe, na mwenyewe kama anaona kabisa alimkosea, amemwomba radhi, which ni kitu kizuri kwa sababu anataka tuishi kwa amani na upendo. Okay, nimejaribu kumfuata Zuchu nizungumze naye, na nadhani alikuwa yuko busy pia, vikao na nini yuko busy sana, lakini labda kwa sababu ni manager na unakaa na Zuchu muda mwingi, labda baada ya msamaha huo Zuchu maneno yake ambayo ameyatoa mdomoni ni maneno kama namna gani hivi? Haya, iko sawa tu. Gigi mwenyewe umeona mwenyewe kasema wako sawa, alishazungumza, so kila kitu kiko sawa. Yeah. Unafikiri mikanganyiko kama hii kwa nini huwa inatokea mara kwa mara kwa wasanii wa WCB? Hapana, si kweli. Hata wewe mwenyewe kwani unajua kugombana na watu ni vitu vya kawaida, misunderstandings zinatokea. Na ukisema mikanganyiko kama hii inatokea kwa wasanii wa WCB, sio kweli. Sema sisi tuko spotted sana na watu wengi, kwa hiyo maana inakuwa ni rahisi watu ku notice, lakini kukosana na kurekebishana ni kitu cha kawaida kwenye maisha, kuanzia ngazi ya familia, kwenye makazi na sehemu zingine. Okay. Zuchu amekutaja kwamba wewe ndio ulikuwa ni mtu wa kwanza kumpelekea pesa alizoingiza katika nyimbo yake ya kwanza. Mimi nataka utueleze situation kama manager ilivyokuwa na vitu kama hivyo, kwa sababu unajua pale ulikuwa kumesimama kama mtu wa digital zaidi au kuwa manager kama sasa hivi. Tupitishe katika historia nzuri namna hii. Kama alivyosema, of course sisi kama label tukishawasaini wasanii, tukisubmit kazi zao, manake mapato yatakayoingia lazima tuwakabidhi wasanii. Na kwa Zuchu kipindi kile kitu kama cha shilingi milioni 5 kwake ilikuwa ni pesa nyingi sana, kwa sababu alikuwa anakaa nyumbani kwao kwa mama yake. So kwake yeye ilikuwa na mshtuko mkubwa sana, akiamini kama ni utani, lakini tukamwambia ni kweli, hiyo milioni 5 ni pesa yako ya show, na hiyo euro 3000 takriban milioni 10 na ni pesa yako ya digital, kitu ambacho hakuamini. Na ndio maana amesema katika masterclass tutakayoifanya kuna muhimu sana wa kutoa elimu ya fedha, kwa sababu kipindi kile zile hela alivyozipata aliishia kuzitumia tu kwa vitu vingine ambavyo vilikuwa vya msingi, kwa sababu hakuwa na elimu hiyo. Okay. Lakini pia kwake ilikuwa ni pesa nyingi kwa kushika kwenye maisha yake. Okay, hakuwa kushika kabisa. So baada ya hiyo milioni 5 sasa ni pesa gani ambazo zilianza kuingia kwa ukubwa? Ni nyingi tu, ni nyingi sana mpaka sasa hivi ndio maana unamwona ni msanii wa kwanza wa kike Afrika Mashariki na Kati, na ndo msanii wa 3 Afrika mwenye views wengi kupitia platform ya YouTube. Okay. Na msanii wa kwanza wa kike mwenye streams nyingi kwenye digital platforms East Africa. Unaona, amefanya vitu vingi sana vikubwa sana ambavyo vinatengeneza legacy na katika kipindi cha muda mchache sana. Okay. Manager, mimi najua unafahamu mambo mengi sana, lakini umebobea kwenye teknolojia zaidi. Siku jana tumeona video ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha nyumbani kwa Nandy pakiwa na magari mengi sana ya kifahari. Lakini hapa unatuambia kwamba yeye Zuchu ndio anaongoza kwa stream nyingi na kuingiza fedha nyingi sana. Labda pengine unataka kutuambia kwamba Tanzania hii msanii ambaye anaongoza kuingiza hela nyingi zaidi ni Zuchu kwenye muziki? Kwenye muziki msanii wa kike ambaye anaongoza kwa namba kwa kila kitu ni Zuchu. Sasa kuhusu Nandy siwezi kumuongelea kwa sababu Nandy kwanza ni msanii mzuri of course, lakini pia Nandy na Zuchu ni wasanii ambao wanaheshimiana, wana historia kubwa. Nandy pia alianza WCB lakini hakuweza kuendelea. Kwa hiyo kuhusu magari ya Nandy, anajua Nandy, mimi siwezi kuongelea kwa sababu kila mtu anafanya vitu vingi. Umeona? Kwa hiyo ukisema mimi niongee kuhusu magari ya Nandy inakuwa sasa labda mtafuta meneja wa Nandy ndio ataizungumzia zaidi, lakini mimi kwa ushahidi, mimi ningekuuliza wewe na maswali yangu, majibu yako atakuwa ni Zuchu, si ndio? Au sio? Ndio. Msanii mwenye views wengi wa kike Tanzania nani? Msanii mwenye streams nyingi Tanzania nani? Msanii mwenye shows nyingi wa kike Tanzania nani? Juzi niliona nadhani Elmando alisema kuna haja ya kumuinclude Zuchu unavyosema top 10 au top 5 ya Tanzanian artists. Tusiseparate ya wanaume peke yao na wanawake peke yao, tuweke hapa pamoja, kwa sababu Zuchu anawa challenge hadi wasanii wakubwa wa kiume. Kwa hiyo kuhusu vitu vingine hivyo siwezi kuvizungumzia, lakini nikija kwenye terms of music nina fact ambazo zinathibitisha kauli yangu. Okay, unavyosema kwamba anawa challenge wasanii hata wa kiume, ina maana mpaka na mume wake kipenzi, bosi wake Diamond Platnumz na Masimba Dangote? Of course, si wanafanya kazi moja. Hata Diamond naye anakuwa challenge kwa sababu wote wanafanya kazi moja ya muziki. Na kuwa challenge ni kitu kizuri, kinakufanya uwe active, umeona. Na hata unaona pia Zuchu, ukiachana na Diamond, Zuchu wasanii pekee Tanzania wenye videos ambazo zina views zaidi ya milioni 100 wakiwa peke yao Tanzania ni wawili tu.
nao ni Zuchu na Diamond, so you can see that kwamba wana challenge hadi wasanii wa kiume wenyewe. Okay. Vizuri sana. Kama mdau wa muziki, sana hii umeitetea kwa ukubwa sana, lakini pia tunakupongeza the way ambavyo umeamua IQ yako ya technology kuhamishia kwenye muziki na inafanya vizuri na watu wengi wanakupongeza katika hilo. Unaionaje sasa tasnia inavyokwenda mpaka sasa, hususan katika masuala haya ya stream na maokoto yote ya kimitandao? Tasnia kwa kweli inakuwa sana na inakuwa katika engo nyingi. Tumeona sasa hivi kuna fursa kwa sekta tofauti tofauti. Juzi nimeona chama cha DJ kimesajiliwa BASATA kwa sababu muziki unawategemea ma DJs pia. Natamani pia na dancers na wenyewe wajaribu kuingia katika mifumo rasmi ili iwe rahisi, lakini pia tunaona serikali yetu na yenyewe inajitahidi kwa kiasi kikubwa kuisaidia tasnia katika kuiwezesha na kuitengenezea mazingira mazuri. Juzi tumeona katika bajeti ya Wizara ya Sanaa na Utamaduni imeelezwa kabisa kwamba arena itajengwa pamoja na studio kubwa. So unaona kabisa kuna jitihada kubwa zinafanyika sana. Kwa muhimu ni tusichoke, tuendelee kusupport, tuwe watu wa kuongea mema ya wasanii zaidi na sio mabaya. Tusiwe watu wa kugombanisha, wa kuchonganisha wasanii, bali tuwe watu wa kuwainua na kuwasupport wasanii wetu katika vitu vyao wanavyofanya. Tumeona leo Zuchu kafanya kitu kikubwa sana ambacho kwa watu wengi ni wageni, tushazoea. Sisi kama mimi binafsi nalipiaga masterclass kwenda Ulaya huko kuzi attend, lakini leo hii Zuchu kafanya kitu hichi kama msanii Tanzania hii, which inaonyesha ni kwa namna gani anataka kuikuza tasnia. Tunazungumza zaidi ya watu 300, ni idadi kubwa sana ambao hao ni mastaa wajao. Tumeona kwa Dogo Pattern, alifanya Dogo Pattern na Fande Remix, which umeona yenyewe imeenda viral na Dogo Pattern amefanikiwa kufika sehemu. So hata hii pia ni nafasi kwa wasanii wengine ambao wanatamani kuwa kama Zuchu au anatamani kuwa kama Jux, anatamani kuwa kama Diamond, msanii yote au anatamani kuwa producers wakubwa, wajisajili kwenye masterclass, wapate madini na then waje kuwa wasanii wakubwa kwenye nchi, waisaidie nchi katika kuikuza tasnia kwa ujumla na muziki wetu ukue kimataifa. Asante sana. Neno moja kwa wachambuzi ambao wamekuwa wakiongelea sana kuhusiana na muziki, lakini pia kuongea negative kuhusiana na wasanii. Tena akiongozwa na huyo Elmando. Nyie mnanichonganisha wachambuzi. Of course wachambuzi. Nilishadili na mmoja, nilimwambia Elmando namtafuta na yeye mwenyewe natamani nimkalishe chini, nimfundishe kuhusu muziki kidijitali zaidi. Wanafanya kazi nzuri bwana. All in all wanafanya kazi nzuri. Naona ni fursa ambayo wameitengeneza, lakini naendelea kusisitiza zaidi. Ukitaka kuchambua kitu lazima uwe na fact. Kwa sababu uchambuzi maana yake ni umekitathmini kitu kwa kina, kwa kufanyia utafiti na pamoja na ushahidi. Sasa wachambuzi wengi wanakosaga kitu kinachoitwa ushahidi, bali wanachambua kitu kinachoonekana. Ni wasisitize watafute watu wanaohusika na hao wasanii, wajaribu kukaa nao chini, wawape uhalisia wa vitu vingi, kwa sababu kuna vitu vingi wanashindwa kuvizungumzia na ambavyo ni muhimu kuvizungumzia. Wanafanya kazi nzuri, tunahitaji, wanaifanya game na changamka, lakini kuna vitu vingi wanakuwa wanaofahamu navyo. Kwa hiyo wanakuwa wanavyozungumza wanakuwa na jenga, lakini wanakuwa wanakosa information sahihi, which inakuwa ina mislead muda mwingine. Kwa hiyo unaweza ukawa unazungumzia kuhusu show ya msanii fulani, lakini unakuwa unakosa full details. Unazungumzia show kwa kuona kile kipande cha show. Watakiwa kukutana na watu na wahusika katika hiyo timu, kwa sababu wapo wanajulikana, upate data kamili ili ukichambua unakuwa unazungumza kitu kizuri. Kama kwenye mpira, ukimwona mchambuzi anachambua mpira, manake ukiachana tu na kutazama, anajua pia na ufundi unaohitajika kufanyika, kwamba fulani kakosea kitu fulani, atakiwa afanye hivi kutokana na uhalisia. Sasa wao wanakosa huo ushahidi, wanakosa hizo fact. Kwa hiyo inafanya uchambuzi wao unakosa uhalisia 100%. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini wanafanya. Elmando namwambia namtafuta siku yote nikutana naye, nitampa vipande vyake ili aweze kuwa mchambuzi mzuri zaidi. Okay, swala kizushi tu meneja. Watu wanasema kwa nini Diamond anavaa nguo moja tu kwenye performance zake kila mkoa? Kwa nini sio anabadilisha kama wasanii wengine? Sasa hapo nadhani inabidi mumtafute stylist wa Diamond, kwa sababu yeye ndo anayepangilia mavazi yake yote. Mimi ukiniuliza Diamond kwa nini anaongoza kuwa namba 1 Tanzania, nitakujibu, lakini kwenye mavazi ni kitengo cha department nyingine ambao wana deal na masuala ya kumvalisha msanii, na kila vazi inakuwa na theme yake ama maudhui yake. Kuhusiana na tour Diamond ambayo anaendelea kufanya, by the way inafanya vizuri sana. Tunatamani utupe experience, kwa sababu wewe ni mmoja wa watu ambao unatembea naye. Kipi ambacho kinafanya mpaka sasa hivi aendelee kufanya vizuri, lakini pia ni jambo gani ambao unaweza ukatupitisha kwa watu ambao wanafuatilia hii tour Diamond? Watu waendelee kuifuatilia tu, inafanya kuendelea kwa sababu inafanywa na msanii mkubwa ambaye anajipanga na timu kubwa. Diamond ana timu ya watu wengi sana, kuna
kampuni tofauti tofauti tunashirikiana nao, na sio wenyewe pia tuna timu nzito. Sisi kwetu sisi ni zaidi ya tour, inahusisha vitu vingi, kurudisha kwenye jamii, na ndio maana umeona Dodoma Diamond pamoja na washirika wake wamechangia fedha katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa ni zaidi ya tour, tunafanya vitu vingi. So watu ndio maana wanaendelea kufanya, lakini sisi kwetu sisi si tour Tanzania, ni tunai broadcast kama ni tour ya kimataifa zaidi. Watu waweze kuielewa Tanzania na kwa nini. Okay, hapo kwenye kujitoa kwa jamii. Wengi wamekuwa wanasema kwamba Diamond huaga anatoaga ahadi lakini hazitimizi. Hilo unalizungumziaje ndugu yangu? Ahadi zinatimizwa. Ukiona ahadi haijatimizwa basi ujue kuna kitu hakienda sawa, aidha upande mmoja au mwingine. Lakini ahadi zote zinatimizwa. Nashukuru sana. Asanteni.